Leo niko na Abdallah Ndele, ni benka aliyetahasusi zaidi katika masuala ya Islamic Finance. Leo ataweza kutufahamisha Islamic Finance ni nini. Mimi jina langu ni Hassan Juma Kombo, lakini kwenye mitandao ya kijamii natambulika kama Mr. Menyu wa Lishe Faida, na yeye atajitambulisha and then tuweze kuendelea kinachofuata. Karibu Mr. Abdallah ili watu wakufahamu. Asante sana. Mimi naitwa Abdallah Ndele, mimi ni Islamic Finance Consultant. Mambo yangu mengi nafanya kwenye eneo la Islamic Finance, nikiwa na deal na mambo ya kifedha ambayo yanakubaliana na sheria za miamala ya kifedha ya Kiislamu. Nashukuru sana Mr. Kombo kwa kunikaribisha na kunipa nafasi hii ya kuweza kuzungumza kwa uchache kuhusiana na masuala mazima ya miamala ya kifedha ya Kiislamu. Asante sana. Tunapozungumzia Islamic Finance hasa ni nini? Okay, asante sana. Kwanza katika kuongezea, mimi nimesoma Islamic Finance. Nimefanya Masters University of Dundee ambayo iko Scotland. Masters yangu inaitwa Islamic Banking, Finance and International Business. Nimemaliza na baada ya hapo sasa nimeingia kwenye ifani nikiwa nafanya as a consultant. So nafanya consultation kwenye maeneo ya Islamic banking, insurance, halal investments na mengine, mambo ya sukuk pia naelezea. So nikianza kwa kujibu swali lako, tunazungumzia Islamic Finance. Tunafahamu finance ni masuala ya kifedha. Sasa masuala ya kifedha yana kanuni mbalimbali ambazo zinatumika duniani. So tunapozungumzia Islamic Finance tunazungumzia mambo yote ya kifedha ambayo yanafuata misingi ya sharia. Tukisema sharia tunazungumzia Islamic law, sharia ya Kiislamu. Na hapa specifically tunazungumzia sharia au tunasema ni kanuni za miamala ya kifedha ya Kiislamu. Kwa hivyo ili uweze kuielewa hiyo Islamic Finance, ili uweze kuielewa Islamic Finance lazima uelewe kwamba miamala ya kifedha ya Kiislamu ina kanuni zipi, inasemaje, mambo gani ambayo yanatakiwa, mambo gani ambayo hayatakiwi au hayaruhusiwi. Kwa hiyo tunazungumzia Islamic Finance. Okay. Islamic Finance inafanyaje kazi? Sawa. Fanyaji kazi wake ni upi? Sawa. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba tunazungumzia miamala ya kifedha ya Kiislamu ambayo inafuata kanuni za sharia, ambayo ni sharia ya miamala ya kifedha ya Kiislamu. So kuna principles, kuna kanuni ambazo zinatumika ambazo zikiwepo katika jambo tunasema sasa hilo jambo ndio limekidhi vigezo vya Kiislamu. Hizo kanuni zisipokuwepo tunasema hilo jambo halijakidhi sharia miamala ya kifedha ya Kiislamu. Jambo la kwanza nasema ni kwamba lazima katika hiyo miamala kusiwe na riba, interest. Muamala wote ambao una interest, whether ni wao muamala ni wa kibenki au muamala ni wa bima au muamala wa uwekezaji, basi hapo automatically inakuwa hakuna Uislamu tena. Huo muamala unakuwa ni haramu. Okay. Lakini jambo lingine nazungumzia lazima kusiwe na kitu kinaitwa gharar. Gharar kwa jina lingine ni kama ni uncertainty, ni kutokueleweka kwa jambo, au tunazungumzia ambiguity, yani kitu ambacho kinakuwa hakieleweki. Kama ni mkataba unakuwa haufahamiki, mkataba unahusiana na nini, matokeo yake yatakuwaje, nini kinauzwa, nini kinapatikana. Kunakuwa na uficho fulani, unakuwa na mashaka hivi, kunakuwa na ubabaishaji ambao unakuwepo. Kwa hiyo kukiwa na gharar tayari hapo tunasema huo muamala ni haramu. Okay. Lakini pia ni muamala usiwe na kamari, usiwe na element yoyote ambayo inaonyesha kwamba kuna namna ya kamari. Kwa kama ni kampuni inafanya biashara ya kamari, hiyo ni haramu, mfano wa kampuni za betting, sawa. Na kama ndani yake kwenye kampuni kuna miamala ambayo inaonekana kabisa imekaa katika mfumo wa kamari, mfano kama kampuni za bima ambayo hizi bima za conventional, automatically inakuwa ni haramu. Lakini pia kanuni nyingine tunaita ni risk sharing. Ni ile PLS na profit and loss sharing. Tuna share faida na hasara. Kuna miamala mingi ya kifedha ambayo sio ya Kiislamu, faida na hasara inawezekana mmoja anabeba upande mmoja. Kwa mfano kuna mmoja atakuwa anabeba hasara peke yake, ikitokea hasara
yule mwingine upande mwingine unakuwa hahusiki. Na huo ni mfano wa bonds hizi ambazo zipo. Kwa hiyo katika sheria ya miamala ya kifedha ya Kiislamu hapana, hasara lazima tubebe wote. Ukienda benki kuchukua mkopo wa kawaida ule ambao kwenye zile benki za kawaida, benki wakishakupa mkopo, wewe utajua mwenyewe mkopo umeutumia, umeula, hiyo ni juu yako. Lakini ikitokea kile unachokifanya kimefeli, imepatikana hasara, benki haiwahusu. Wewe unatakiwa urudishe pesa ya watu kama ilivyo. Hata kama ndio umeanza tu biashara ikafa, benki haihusiki. Kwenye miamala ya kifedha ya Kiislamu hili halipo. Ukienda benki, tunasema benki anatakiwa awekeze kwenye biashara yako. Kwa hiyo ikitokea hasara mnakuwa mmepata wote, ikitokea faida mnakuwa mnagawana. Ndio. Lakini kanuni nyingine tunasema miamala ya kifedha ya Kiislamu inatakiwa iwe asset backed. Iweze kushikanishwa na mali halisi. Isiwe ni miamala ambayo inaelea hewani kama mfano wa bonds ambazo zinatolewa na serikali au na makampuni. Ni miamala ambao ndani yake hakuna asset yote isipokuwa tu kwamba nikopeshe nitakupa interest. Kwa hiyo miamala ya namna hiyo haikubaliki. Miamala lazima uwe umeshikanishwa na asset. Miamala hasa ile miamala ambayo tunatumia mara nyingi. Na hii tunasemaga ni asset backed, asset based, lakini lazima kuwe na asset ambayo imeshika ile miamala. Kwa hivyo mfumo wa fedha wa Kiislamu kwa mujibu wa swali lako unafanyaje kazi? Ni kwamba unaondoa elements zote za mambo ambayo nimeyataja, na unaweka yale ambayo nimeyaongezea mwishoni. Unaondoa riba, unaondoa karal, unaondoa kamari, lakini unaondoa aina yote ya dhulma. Kama kuna namna ambayo inaonekana kutokuwa na elements za dhulma, unaondoa. Kama kuna biashara yote ambayo inafanyika pale ya haramu, inaondoka. Tunaleta hiyo risk sharing na tunaleta asset backed. Tunasema hivyo ndivyo ambavyo wanafanya kazi. So kwenye hii miamala ya kifedha ya Kiislamu kuna hizi tunaweza tukasema ni sectors ambazo zinahusika. Kuna sekta ya kibenki, yes, ambayo tunaita Islamic banking. Kuna sekta ya bima tunaita Islamic insurance, au kwa jina moja nitaga takaful. Bima ya takaful au bima ya Kiislamu. Alafu tuna sekta inaitwa Islamic capital markets, ambapo ni swala zima la mitaji, soko la mitaji ya kifedha. Hapa tunazungumzia mambo ya sukuk, ipo hapa, lakini pia masuala mazima ya uwekezaji wa mambo ya hisa, watu wanapokwenda kwenye stock exchange. Okay. Pia inaweza ikapita huko. Lakini tuna kitu tunakiita Islamic social finance. Hapa tunazungumzia mambo ya zaka, tunazungumzia mambo ya wakfu, ile finance ya kijamii, mambo ya Qardh Hasan, mikopo ambayo haina riba moja kwa moja, ni Islamic social finance. Pia tuna Islamic microfinance, mambo ya vikoba vya Kiislamu, microfinance za Kiislamu ambazo hazina riba, zote tunazijumuisha hapa. Tuna Islamic fintechs. Hizi ni zile financial technologies ambazo zinakidhi vigezo vya miamala ya kifedha ya Kiislamu. Mfano tunazungumzia cryptos ambazo ni halali, na huduma zote ambazo ni mambo ya kiteknolojia, wallets hizi ambazo ni halali pia tunazungumzia. Mfano hizi wallets ambazo kwa Tanzania baadhi ambazo pia ni halali zinaingia kwenye hilo kundi. Kwa hiyo kuna hivyo na kuna nyingine ambazo huenda labda nimekafika kuzitaja, lakini zote kwa pamoja ndizo ambazo tunazungumzia ya Islamic finance. Asante Mr. Ndele, nimekuelewa. Sasa hii miamala ya Kiislamu kule tunazungumzia, watu wanakuwa wanaona kwamba kama ni kukopeshana, kama ni kukopa kwenye taasisi, au kama ni kufanya biashara. Kinachojulikana ni kwamba aende akafanye biashara na yule amchajishe riba ndio aweze kupata faida. Sasa huu upande wa Kiislamu, kwa mfano mkopeshaji, au iwe ni benki iwe ni mtu binafsi, wanapataje faida huu kwenye mfumo wa Kiislamu wakati hakuna riba? Sawa. Jamii yetu namna tulivyokuzwa na tulivyolelewa ni kwamba tunaamini kama mambo ya kifedha hamna namna ambayo mtu akapata faida kana kujiendesha isipokuwa kwenye riba. Ndio maana hata mikopo tunakopeshana wenyewe mtaani. Mtu anaona kabisa kwamba ili nikukopeshe Mr. Kombo, na mimi inabidi mimi nifaidike. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unaenda kuitumia, unaenda kuzalishia, kwa na mimi inabidi nifaidike. Kwa hiyo wanaweka riba. Sasa unaweka riba kwenye muamala, unampa mtu burden. Umeelewa? Nikikupa wewe milioni 10 leo Mr. Kombo, nikwambia bwana ukirudishia na riba ya 10%, yani urudishe milioni 11.
nakuwa nimekupa mzigo ambao wewe ukienda kule ukikwama ukifeli still bado ile deni liko vile vile. Na sio deni la kwa milioni 10. Kumbuka deni ni milioni ngapi? 11. Sasa sheria ya Uislamu inakataza. Yep. Na Mwenyezi Mungu ameshazungumza wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara, ameharamisha riba. Kwa hivyo kwa mtu mwenye akili timamu anaweza akaanza kujiuliza hapa, hii Qur'ani ambayo imeshuka tangu karne ya 7 mwaka 600 imezungumzia riba karne ya 7. Mwenyezi Mungu ameharamisha riba. Sisi leo tuko karne ya 21. Ndio. Zaidi ya miaka 1400. Bado still watu wanaona riba ni kwamba bado ni solution. Wakati Mwenyezi Mungu alishakataza tangu karne ya ngapi? Tangu karne ya 7. Mwenyezi Mungu alijua kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye alitumba sisi na ndiye ametuletea mfumo, akatuletea na kitabu ambacho kitaandika mwongozo wetu. Amejua kabisa kwamba hawa watu wangu kwa staili hii ya kukopeshana na kufanya miamala ya riba hawawezi kuendelea. Kwa hivyo ameshaondoa hata baraka, ameshaondoa na mafanikio kwa mtu ambaye anafanya miamala ya riba. Huyo mtu anawezekana akajiona anapata, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anapata tu hasara. Sasa nini tunaweza tukafanya ili tuweze kuepukana na riba? Mimi kama nakukopesha wewe, either nikukopeshe kwa qardh hasan. Qardh hasan tunamaanisha unachokikopesha, nimekupa milioni 10, utanirudishia milioni 10. Okay. Makubaliano hayo. Kwa hiyo hakuna riba, hakuna burden ambayo inafanyaje inaongezeka. Lakini kama najua unaenda kufanya biashara, basi kwa nini mimi na wewe tusiwabia kwenye hiyo biashara? Sawa. Okay. Tukawabia badala mimi kukaa nikasubiria milioni 10 yangu irudi vile vile au irudi na milioni 1 kama riba, nikamwambia Mr. Kombo aenda kufanya biashara ya uzalishaji wa sabuni. Yes. Sawa, mtaji wako anataka milioni 10. Mimi nakupa milioni 10. Wewe nenda kazalishe sabuni, mimi naweka pesa. Ikitokea faida tutagawana mimi na wewe. Sawa, mimi ambaye nimeweka pesa nitachukua 70%. Wewe ambaye umeweka uwezo wako, akili yako na nguvu zako utachukua 30%. Sawa, ikitokea faida. Ikitokea hasara mimi nitakuwa nimepata hasara ya pesa yangu, na wewe utakuwa umepata hasara ya akili yako na nguvu zako. Lakini tutakubaliana pia kama hiyo hasara imesababishwa na wewe kwa uzembe wako. Umefanya maksudi ipatikane hasara, utanilipa pesa zangu. Okay. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo hapa mimi nakuwa na advantage. Nakuwa na advantage kwa maana kwamba nakuwa ni mwekezaji kwenye biashara yako. Ndio. Ikitokea biashara imepata faida ya milioni 4, nitagawana na wewe, mimi nitachukua milioni 3, utachukua milioni 1. Yes. Itakwenda. Badala ya kwamba nisubirie ile milioni 1 ambayo ni ya riba. Ndio. Lakini ikitokea ile biashara haijazalisha, bado still biashara inaendelea kuwepo. Na tutaweza kuangalia uwezekano mwingine wa kuikuza na kuiendesha. Kwa hivyo hata wewe unakwenda kwenye biashara, kusema biashara ukiwa na mawazo ya namna gani faida tutapata faida. Okay. Sio namna gani nipate faida na nirudishe ile pesa ya mtu ambaye amenikopesha tena kwa riba juu yake. Na unajua tabia ya biashara haiwezi kuzalisha, umeingiza tu leo kesho inaanza kuzalisha. Inachukua muda mrefu. Kwa hiyo ile stress ile kwako inakuwa imeondoka. Yeah. Lakini inawezekana pia tukaingia kwenye muamala mwingine. Huo muamala ambao nimezungumzia hapo inaitwa mudharaba. Hizi ni contracts ambazo zinatumika. Inaitwa mudharaba. Lakini inawezekana tukaingia wewe una hela kidogo, mimi na hela nyingi, tukaingia partnership. Okay. Sawa, kwamba nataka kuzalisha sabuni, wewe Mr. Kombo una shilingi ngapi? Bana mimi na milioni 2, basi mimi nitakuwa milioni 8. Sawa, kwa hiyo utakuwa 20%, mimi nitachukua 80% ya faida. Au wewe una eneo. Sawa, una vifaa vile vya kuzalisha sabuni vyote unavyo. Ulichokosa ni pesa tu ya kulipa wafanyakazi. Kwa mimi nakuja hapo, tunaingia tuna partnership. Ambayo hiyo tunaita musharaka. Okay. Kwa hiyo hii ni miongoni ni mkataba mwingine ambao ni wa kushare, ni profit and loss sharing contract ambayo tuna share faida na hasara baina ya zile pande mbili. Kwa hiyo hizi pande mbili inawezekana ikawa ni mtu na mtu, pande mbili inawezekana ikawa ni mtu na benki, pande mbili inawezekana ikawa ni mtu na kampuni, pande mbili inawezekana ikawa ni mtu na serikali au serikali na kitu kingine. Pande mbili hizi sio lazima iwe ni benki. Pande mbili hizi inawezekana ikawa ni kikoba. Yes. Na mwanachama wa kikoba. Kuna kikoba chenu mmekianzisha. Okay. Mnataka kuwasaidia watu kwenye kikoba chenu. Sio lazima mwekeane riba kwamba kikoba uchukue na riba. Ni haramu. Okay. Watu wamekuja kwenye kikoba kwa ajili ya kupata ahweni. Nyinyi mnakuja mnaweka na riba, mnawazidishia watu mtihani. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu na kikoba chetu sisi, wewe na Mr. Kombo ndio kufanya biashara ya uzalishaji wa sabuni. Kikoba chetu kina milioni 30. Tunachukua milioni 10 tunawekeza kwako. Okay. Kwa hiyo kikoba kinapata na wewe unapata.
Kwa hiyo ni miongoni mwa njia ambazo tunaweza tukazitumia badala ya watu kwenda kwenye kausha damu, kukopa kwenye kausha damu, wakaja kwenye vikoba na wakawezeshwa. Lakini pia upo mkataba mwingine ambao ni maarufu unaitwa murabaha, ambao umekuwa ukitumika sana kwenye hizi taasisi za kifedha, kwenye banks na maeneo mbalimbali. Ni mkataba ambao unatumika sana. Huu ni mkataba wa mauziano. Wengi huwa wanasema ni mkopo. Murabaha sio mkopo. Murabaha ni mkataba wa mauziano. Mkataba wa mauziano kivipi? Wewe Mr. Kombo unahitaji kununua gari, sawa? Na umeshaiona gari hii, unaiona kabisa kwamba hii ndio gari inanifaa. Unakwenda benki, unawajulisha, unawapa ombi lako. Wao benki watakuuliza kwamba kweli gari umeiona, umeifuatilia, taarifa zake ziko wapi, invoice iko wapi? Wakishapata invoice, wao benki watainunua kwanza ile gari kwa bei ile ambayo inafahamika. Kama gari ni milioni 10, watainunua kwa milioni 10. Yes. Alafu benki wao watakuuzia wewe gari kwa faida. Ambayo wewe watakwambia tunakuuzia gari kwa faida ya asilimia fulani. Ambayo hiyo kabla hujanunua, kabla benki hajanunua mlishakubaliana. Ununue gari kwa milioni 10, niuzeni kwa milioni 12. Kwa hiyo faida ya benki itakuwa ni milioni zile 2. Kwa hiyo ukisema benki zinajiendeshaje? Hii ni moja ya njia ambazo benki wanajiendesha. Kwa benki watanunua gari na baada ya hapo watakuuzia wao. Kwa hiyo wao watainunua, watalipa ile on spot basis, maana watalipa pesa pale cash, lakini wewe watakuuzia kwa malipo ya kidogo kidogo. Kwa sababu mimi sikuwa na pesa za kununulia na nahitaji gari. Wao wataninunulia mimi gari, baadaye wataniuzia. Kwa hiyo hii ni aina ya mkataba ambao mkataba huu si kinyume na sheria, ni halali kabisa. Ni halali kabisa, unakubalika sheria, na kwenye almost benki zote ukienda utaupata. Ndio. Unafika pale, yani ukawa una shida ya asset, unataka kununua nyumba, unataka kufanya chochote, mmoja kati ya mkataba ambao unaweza kufanya ni wa murabaha. Haipo mikataba mingine ya asset financing. Sawa, lakini mmoja wapo mkataba unaweza kufanya ni mkataba wa murabaha. Watanunua, watakuuzia wewe. Wewe utakuwa unalipa kidogo kidogo kwa ile faida ambayo mmekubaliana. Sasa changamoto ni kwamba watu wengi wakienda akiambia bwana hapa faida itakuwa asilimia labda 17, anaanza kusema hiyo ni riba sasa. Umeelewa? Kwa nini asilimia 17? Hiyo ni riba. Kumbe watu wanashindwa kuelewa kwamba asilimia ni namna tu ya kuelezea namba. Ndio. Sawa. Ni sawa sawa na mtu angesema faida itakuwa katika hii yale ya milioni 10, faida itakuwa milioni 1.7 ambayo ni asilimia 17 ya milioni 10. Umeelewa? Lakini kwa sababu atakuelezea kwa asilimia, tunasema faida itakuwa ni asilimia 17. Sasa mtu amekwenda kwenye benki ambayo sio ya Kiislamu, akaambia bwana tutakupa mkopo hapa milioni 10, utarudisha na riba ya asilimia 17. Akiona kule huko ni haramu, sitaki. Akija kwenye benki ya Kiislamu akisikia tena vile vile kwamba gari milioni 10 utalipa faida asilimia 17, anasema hii ni kitu kimoja. Kumbe ni tofauti kabisa. Ile ni riba, hii ni faida. Ambayo hii ni faida ya asilimia 17. Ni sawa na angesema faida ya milioni 1.7. Lakini riba hauwezi kusema riba milioni 1.7 hasa kwenye miamala ya namna hii ya kibenki. Kwa sababu kikawaida ile riba huwa ni compounding, ni compound interest. Ni riba ambayo inazaa riba, na ni riba ambayo inazaa faida. Ndio. Kwa hiyo ukiwa unachajiwa riba kwenye riba, na unachajiwa tena kwenye ile riba pia unachajiwa tena riba nyingine juu yake. Ndio. Umeelewa hapo Yes. Kwa mfano kama umechukua mkopo wa milioni 10 leo, labda riba ni ya asilimia 10. Baada ya mwaka maana itakuwa leo milioni 11. Ikifika mwaka unaofuata ile 10 inachujua riba yake, na ile moja pia nayo inakuwa na riba yake. Hiyo ndio compounding inapokuwa. Kwa hiyo katika sheria ya Kiislamu ni tofauti. Ile asilimia 17 na pia kwa 17 vile vile. Ndio maana nikasema ile ni njia kuelezea namba. Hata Mwenyezi Mungu kwenye mirathi ametumia sehemu kuelezea. Akasema mwanamke kama mumewe hana mtoto atarithi moja ya ngapi? Moja ya 4. Umeelewa? Kama nitakuwa niko sahihi. Sawa, moja ya 4 ni nini? Moja ya 4 ni asilimia 25. Ndio. Au mume labda hiyo ambayo naifahamu, mume kama mke kafariki na ameacha watoto, mume anarithi moja ya 4. Ndio. Umeelewa? Moja ya 4 ni asilimia 25. Sasa sana Mwenyezi Mungu akasema asilimia 25, lakini kwa mnasaba watu kwa wakati huo walikuwa imetumika sehemu. Umeelewa? Kwa hiyo kutumia percentage sio haramu. Ndio. Kutumia asilimia sio haramu. Ni njia ya kuelezea numbers. Kwa mikataba iko mingi, kuna mkataba wa idara, mkataba ambao ni wa ukodishaji. Ndio. Sawa. Na mikataba mingine istisna, salam ya kuuziana, iko mingi sana ambayo leo tuiache, tutakuja kuielezea siku nyingine inshallah, au katika kipindi kingine kijacho. Lakini umezungumza musharaka,
ni aina ya mkataba ambao ni halali na unakubalika. Umezungumza aina ya mudharaba na unakubalika na umezungumzia aina ya mkataba wa murabaha ambapo ni mtu kununuliwa mali wewe hukuwa na pesa alafu anayekuuzia wewe akaongeza faida. Hizi zote ni njia ambazo ni halali. Sasa tofauti labda ni tofauti kwenye mudharaba na murabaha. Mudharaba wewe hauna pesa ila una ujuzi. Unakwenda kama ni benki kwenye investment company vyovyote takavyokuwa, wao wanaweka pesa kwa mtagawana faida na hasara vile vile itakavyokuwa. Umeelewa? Musharaka wewe una pesa haitoshi au una asset. Umeelewa? Ndio. Yani una mali ambayo uta-contribute. Ndio maana ile mudharaba wanataka joint venture sometimes. Joint venture. Umeelewa? Musharaka wanaita partnership. Ndio. Umeelewa? Sababu mimi nakuja na kitu na unakuja na kitu tunashare. Kwa hiyo hapa kama ni benki, kama ni kampuni, kama ni kikoba, kama ni mtu, kwa sababu watu wanadhani hii miamala ni kwa ajili ya mabenki tu. Hapana, hata huku ni maisha ya kawaida, kwa sababu wakati wa Mtume hakukuwa na mabenki. Umeelewa? Hii ni mikataba ambayo ilifanyika wakati huo na mingine ilifanyika hata kabla ya Uislamu, na Mtume alivyokuja akaipitisha kwamba hii iendelee. Mr. Ndele, nirudi kidogo hapa mara nyingi sana, au kwa sababu hii labda umetaja Islamic mara nyingi sana haya watu wanakuwa wananasibisha na Uislamu na kwamba mtu aliyoko upande wa imani nyingine labda haruhusiwi kuingia kwenye miamala hii lakini vile vile katika namna nyingine nadhani nilipata kusoma katika masomo ambayo nilipata kupita kusoma na kwamba riba imekatazwa sio tu kwenye Uislamu. Imekatazwa hata kwenye dini nyingine ikiwemo Ukristo na hata Uyahudi nayo imekatazwa riba. Sasa hapa sijui ukiwaeleweshaje watu wa imani nyingine, lakini vile vile uje tutajie kabla hatujamaliza faida na hasara lakini na kidunia ukuaji wa hii halali au Islamic finance. Manake naona zamani miaka ya nyuma hakukuwa na hizi Islamic windows kwenye mabenki lakini sasa hivi benki nyingi zina madirisha ya Kiislamu. Kwa haraka muda wetu uliobakisha labda udadavue kwa uchache katika hayo maeneo. Sawa, kwa ufupi ni kweli kwamba mambo ya riba yamekatazwa kwenye dini zote, lakini sijafanya research deep kupata vile vifungu ambavyo inazungumzia kwenye dini nyingine. Labda nikipata wasa naweza nikafuatilia. Lakini hizi huduma za miamala ya kifedha ya Kiislamu, whether ni kwenye benki, kwenye bima au kwenye uwekezaji kwenye sukuk au kwenye shares, ni huduma ambazo ni za mtu yoyote. Sawa? Au utafika benki ya Kiislamu ukauliza dini yako ni nani? Ukasema mimi dini yangu sio Muislamu, mimi labda mimi ni Mkristo, kama wewe huwezi kuweka hapa hela. Hicho kitu hakipo. Hizi huduma ni kwa ajili ya watu wote. Zinaitwa za Kiislamu kwa sababu zinafuata misingi ya sheria ya Kiislamu. Sawa? Kwa hiyo yeyote yule anaweza kuenda akapata huduma. Kama unahitaji asset, unaenda kwa benki za Kiislamu, utafuata procedure zile ambazo za murabaha utapata. Kama unataka kwa njia nyingine utapata, na kama unataka mtaji unaenda kwenye benki ya Kiislamu. Mudharaba yeyote yule anaruhusiwa na anakwenda, si kwa ajili ya Waislamu peke yake. Na hata Waislamu pia wapo Waislamu ambao mpaka sasa hivi hawataki vile vile, kama vile kama vile anachelewa. Unaelewa? Kwa hiyo ni kwa ajili ya watu wote wanaruhusiwa, yeyote anaruhusiwa kwenda kwenye hiyo huduma akapata kwenye sema akapata huduma, hata bima. Naam, na hata huduma ya bima ya takaful. Mimi natoa huduma ya bima ya takaful na kampuni yangu Taksim, ambayo tunatoa huduma hiyo, natoa kwa watu wote bila kujali, kwa sababu manufaa ya bima ya takaful nafikiri tutapata nafasi nyingine tuzungumzie. Manufaa ambayo yanapatikana bima ya takaful ni muhimu kwa mtu yote na anavutia. Kwa maana ile premium ambayo unailipa kwenye kwa kampuni ya bima inakuwa ni ya kwako. Mwisho wa mwaka utapata surplus kama kampuni imepata faida na wewe utapata faida. Badala ya kuwa kampuni za bima za kawaida conventional, ile surplus kampuni ikipata faida pesa inakwenda kwa shareholders, lakini kwenye bima ya takaful pesa haiendi kwa shareholders. Pesa ile inarudi kwa wale ambao ni waliokata ile bima, kwa sababu wamechangia ile bima kwenye pool moja. Kwa wao ndio watakaopata ile surplus.
Kwa hiyo hii ni kila mtu anahitaji hichi kitu, sio kwa ajili ya Waislamu peke yake au kwa ajili ya watu fulani peke yao. Hapana, ni kwa ajili ya mtu yote ambaye yuko tayari anaweza kupata huduma. Yeah. So swali lako lingine kama nitakuwa ni faida na hasara. Mara nyingi sana watu wanakuwa huko kwingine bado hakuna aliyokwenda akarudi. Sawa lakini hapa duniani ukifahamisha tu mtu kwa lugha rahisi, kwa sababu mimi hapa nina changamoto ya kifedha, nahitaji kutatua tatizo langu, pale ambapo ni rahisi kuweza kupata pesa ni yule pale ambaye namuona pesa anazo, mimi nitakwenda pale nikachukue pesa, niende nikafanyie jambo langu, baadaye nitamrudishia kwa hizo vigezo na masharti alivyonitajia yeye, lakini ni vigezo vya riba. Sasa tukiachana na hayo madhara ya huko ambako tunaenda, madhara ya hapa kidunia yepi labda na faida zake hapa mbili tuziweze kufahamu. Sawa, hayo madhara ya huko tunapokwenda ni makubwa sana. Ndio. Na Mwenyezi Mungu ameshasema ambaye atakayekuwa anakula riba au anatoa riba, yani yule mtu yote atakayejihusisha na riba ni sawa na ametangaza vita naye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni madhara mazito sana. Ndio. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema dhambi ndogo, mlango mdogo katika riba ni sawa na mtu kumzini mama yake. Ni unaweza ukaona jinsi ilivyokuwa ni tatizo kubwa sana Ndio. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu ambacho ni kitu chepesi. Ni mtihani mzito sana. Ndio. Madhara ya kidunia, riba ni moja kati ya matatizo makubwa sana ya dunia. Na sisi ni mashuhuda wa nchi zetu namna ambavyo zina struggle kwenye kulipa madeni ya riba. Kwa sababu hizi riba hasa hii compounding interest ukianza kuilipa waga haiishi. Leo nalipa yenyewe inazaa. Riba inazaa riba inaongezeka, kwa hiyo inakuwa haiishi. Kwa hiyo ni moja kati ya matatizo makubwa sana ambayo yanaleta stress sana kwa watu duniani, katika mifumo, nchi zinateseka. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni mtihani. Kwa mtu mmoja riba ni mzigo. Kwanza kwa kuwa ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekataza, inaondoa baraka kwenye kipato. Unaweza kujiona unaishi vizuri, unapata, lakini ndio maana maradhi hayaishi. Unapata pesa, una pressure, una sukari, una mambo kibao kila siku, mara mtu anajenga hili, mara umeibiwa, unafanya nini, kwa sababu baraka ya ndani ya kile kipato imeondoka. Lakini riba ni mzigo kwenye maisha, kwa sababu riba inakuwa ina kiwango ambacho kinawekwa na serikali. Sasa kile kiwango ambacho kinawekwa ndicho ambacho wao wamegesi kwamba kutokana na zile factors mbalimbali za kiuchumi ambazo wameziangalia, mbona hiki ndio kiwango ambacho kinatakiwa. Na sometimes wanatumia hicho kiwango kwenye kucontrol uchumi. Ikitokea wanahitaji ku boost uchumi, sawa? Watu wawekeze zaidi, maana pesa nyingi iwe kwenye wanaongeza kiwango cha riba kwenye uwekezaji. Sawa. Lakini ikitokea hivyo watu wanataka pesa nyingi ingie mtaani, wanapunguza. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali ambazo wanatumia kama serikali, lakini kwa mtu mmoja na kwa mataasisi, riba ni mtihani. Ni mzigo mzito sana ambao tunaopata, kwa sababu inabidi wewe unapochukua pesa kwa mtu, umekopa pesa, unataka kwenda kufanya kitu, uende ukafanya kile kitu, kizunguke, kirudishe pesa kwanza, irudi ile ambayo umeikopa, lakini pia irudi na ile ya riba yake. Sasa kwa mfano ukienda mifano ya wafanyakazi ambao wako kwenye maofisi, hawaoni ubaya wa kwamba kucholiba, kwa sababu wao hela zao zinakatwa kwenye mishahara. Lakini pesa ambayo wanapoteza kwa kupitia riba kutokana na mikopo ambayo amekopa ni pesa ambayo huenda akija kupiga mahesabu angeweza kufanya kitu kingine ambacho ni cha maana zaidi. Lakini kwa sababu imekaa kwamba inalipwa, inakatwa moja kwa moja kwenye mshahara, inaonekana kama ni kitu cha kawaida. Ukija mtaani kuna mataasisi ya kifedha, microfinances, wanakopesha wananchi kwa riba ya zaidi hata ile ambayo inawekwa na serikali. Kwa mfano unakuta mtu anachukua mkopo, analipa riba kwa mwezi. Kwa hiyo analipa labda mkopo wake anachukua 200,000, lakini anatakiwa kila wiki arudishe shilingi 14,000. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja inakuwa ni 14,000 mara 4. Umeelewa? Sasa hii ni tayari ni tatizo. Anatakiwa arudishe kama 56,000 ndani ya mwezi mmoja. Unakuta mkopo analipa kwa miezi 6. Kwa hiyo chukua hiyo 56,000 zidisha. Umeelewa? Zidisha mara 6. Unaweza ukaona ni riba kiasi gani ambayo analipa. Lakini wengi kwa sababu wanalipa riba ile kidogo kidogo wanasema tatizo. Sasa riba, mfano mtu anachajiwa riba 5% ndani ya mwezi. Amekopa mkopo wa mwaka, inakuwa ni sawa na 5%
mara 12 analipa riba 60%. 60%. Kwa hiyo kama amekopa labda milioni 1 anarudisha milioni 1.600. Maana yake huyu anatakiwa apambane akaitafute milioni 1 afu atafute na ile 600. Utaenda kuipatia wapi kwenye biashara? Wakati biashara ina risk nyingi. Na kwenye faida kikawaida, kwenye biashara kikawaida upati faida hiyo. Ambayo faida 20%. Kwa hiyo na inawezekana usiione hiyo faida mwanzoni. Unaweza ukafanya, wewe ni mfanyabiashara unajua, unaweza ukajikuta miaka 5 upate faida. Inabidi unahitaji muda, unahitaji grace period. Nani anakupa grace period wakati kila mtu anakopesha kwa riba? Kwa hiyo watu wengi wanakuwa na msongo wa mawazo, wanakuwa na stress, na ndio maana ukienda mtaani unakuta hii mikopo imepewa jina la kausha damu. Kwa nini? Kwa sababu mtu akishachukua ule mkopo, umeelewa, mawazo atakayokuwa nayo kwenye kurudisha ule mkopo lazima apungukiwe. Damu anakonda, anaisha. Kuna nyumba ukienda unakuta watu vitu vyote vimeshaondoka. Asset zote wamesharudisha kwa njia ya madeni. Ndio. Umeelewa, watu wanauza mpaka vitanda na ukirudi unaweza ukakutia kwamba kile kiasi cha pesa ya msingi alisharudisha, lakini riba ndio inamtesa. Kwa hiyo kiufupi tu ni kusema kwamba riba ni unyonyaji. Sawa unakunyonya wewe na yule anayefanya naye anakuwa anafanya unyonyaji. Ndio maana dini zimeendelea kukataza na kwa maslahi ya kidunia tu ni kwamba yani huo ndio ubaya wake, lakini pamoja na kukosa baraka na faida. Riba ni kwamba inakusanya pesa kwa watu fulani. Umeelewa? Yani kwamba wale waliokuwa nacho wanazidi kuwa nacho. Na wanawanyonya wale ambao hawana. Kwa sababu wewe leo unahitaji mkopo, mimi wewe unaenda kufanya kitu, kwa hiyo unawekea riba ambayo kile unachoenda kukipata unarudisha cha kwangu, alafu na kile unachokipata tena unachokipata nacho ukilete kwangu mimi. Kumbe mimi ningeweza kukuwezesha wewe ukafanya kama mtaji, umeelewa, na ukaendelea. Kwa hiyo riba ni mtihani, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka hii mifumo ya kibiashara, akasema kabisa halallahu al-bay'a wa harrama riba, watu wafanye biashara. Na alafu akaweka na zaka, kutakasa ile mali ya yule mtu amefanya ametoa, kurudisha kwa watu wake, kwa sababu ile zaka ni haki ya wale ambao wale watu ambao ni maskini. Sawa, asante Mr. Ndele, kwa sababu muda wetu umebakia mchache. Kwa neno moja tu, ungemshauri nini kijana wa Kitanzania ambao ameshabobea katika mifumo kama hiyo? Sijui ungemshauri nini? Mimi nafikiri watu waache, wakimbie. Riba ni kitu ambacho cha kukimbia. Kimbia, kwa sababu riba kwenye uchumi wa kawaida ni mtihani, mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtihani. Watu waache kabisa, wakimbie mifumo ya kiriba. Kama walikuwa wanachukua mikopo ya riba, waache waende kwenye sehemu ambazo zinatoa mikopo ya kisheria. Na kama unahisi kule kwenye mikopo ya kisheria haupati hiyo access, sababu unaonekana labda wewe hauna vigezo, basi jikusanyeni kama kikundi, anzisheni kikundi ambacho mnajua sasa tutakuwa tunaweka pesa hapa. Tuvumilie miezi 6 kwanza, tukusanye pesa miezi 6 miezi 3, baada hapo tuanze kupeshana. Na kama mtu anahitaji ufahamu na elimu zaidi, mimi napatikana. Namba yangu ya simu ni 0678 226 260. Napatikana na kwenye akaunti zangu za mitandao ya kijamii kwa jina la Abdalla Ndele au Abda Ndele Instagram, au Ndele Abdande kwenye mtandao wa Facebook napatikana. Na ofisi zetu zipo Kinondoni, ambaye anahitaji kupata consultation, kama ni mtu mmoja au kama ni kikundi au kama ni kampuni ni taasisi ya kifedha, basi unaweza kuwasiliana kwenye namba nirudie tena 0678 226 260. Asante sana. Tutapenda sana Mr. Ndele, kwa sababu watu wengi wanatafuta pesa lakini hawatafuti pesa za halali. Kwa hiyo huku kwenye sharia compliance ndiko ambako kunapatikana pesa za halali. Kwa hiyo na mimi ambaye nimeshirikiana na Mr. Ndele leo hapa naitwa Hassan Juma Kombo. Kwenye mitandao ya kijamii natumia Instagram Mr. Menu TZ, Instagram Mr. Menu TZ, Lishe Faida kwenye TikTok au Mr. Menu, lakini Hassan Kombo Facebook. By the way, tuko hapa Duka Huru ambapo ndio tunaendesha podcast hii, na hapa Duka Huru kuna program mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea, ikiwemo ni pamoja na bootcamp, ni madarasa mbalimbali ya kujifundisha kutengeneza maudhui ya mitandaoni, lakini vile kuna program mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendeshwa hapa. Lakini mbali ya hilo kunakuwa na kupata ushauri na vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vinapatikana hapa Duka Huru. Hapa wanasema kuna kauli mbiu hapa, let us all win.
Kwa hiyo tunataka tufanikiwe sisi sote. Asante sana.